Baba, ni asante kwa sababu ya uzima na kwa sababu ya uhai na kwa sababu ya afya, ni kwa sababu wewe ni Mungu ambao ni wa mianga mikubwa. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambapo hautabadilika licha ya hali kuwa ngumu, licha ya roho zetu kusikia kana kwamba tumepungukiwa. Wewe hakuna siku Mungu unapungukiwa, na hakuna siku unapungukiagwa, na hakuna siku unakuagwa umepungukiwa. Unakuwa wakati wote haujapungukiwa. Emmanueli, tunakuinua. Mighty Father Elohim, tunakuinua. Tunakupa heshima ni kwa sababu wewe haupungukiwi kama sisi. Jehova, tunakuinua. El Shaddai, tunakuinua. Mighty Father, tunakuinua. Uliye na nguvu na mamlaka na uwezo wote uko mkononi mwako. Bwana wa mbinguni, Bwana wa mbinguni, Bwana wa mbinguni. Jehova, tunakuinua. El Shaddai, tunakuinua. Mungu wa mianga mikubwa, tunakuinua. Tunaombea wale wote wanayasikiza. Kama ni mtu amefika mwisho, hapo ni mtu ametupa tumaini, hapo ni ya kuishi tena, amepungukiwa, moyo wake una amani, moyo wake una furaha, moyo wake una kicheko. Mungu unayekumbuka mtu kati amefika mwisho, tunakuinua Bwana ili ukaweza kutukumbuka. Tunakuinua El Shaddai, ukaweza kutufariji. Tunakuinua Mighty Father, ukaweza kutushika kwa mkono wa kuume wa haki yako Jehova. Angalia mama ambapo anahitaji kupanguzwa machozi, angalia mzee anayehitaji kupanguzwa machozi, angalia mtoto anayehitaji kupanguzwa machozi, angalia taifa inahitaji kupanguzwa machozi, angalia waliolemewa na mizigo mizito wanahitaji kupanguzwa machozi. Jehova, ukatukumbuka. Jehova, ukaturehemu. Mchana wa leo tutakuhitaji kwa njia kipekee. Mchana wa leo tutakuhitaji kwa njia kuu, tena njia Bwana wa mbinguni mwafaka. Ni kwa sababu ya mambo ambapo Bwana wa mbinguni ambao labda imepata wengine wetu. Jehova, ukaturehemu. Tunapoendelea tutakuhitaji kwa jina kuu la Yesu, jina la Mwokozi tuomba na kuamini. Amina. Naomba ni wakaribishe katika ibada watu ambao mnatutazama mkiwa mbali na mkiwa karibu, ili tuweze kusemesana neno la Bwana ambao ninaamini ya kwamba itakuwa ya baraka. Bwana anawapenda na sisi pia tunawapenda. Wakati mwingi tunawaombea na tunawawishi maisha marefu yenye kufanikiwa. Wewe ambapo labda umefunjika moyo, na wewe ambapo umefika mahali labda umefika mwisho, kuna Mungu ambao anayefanya mambo makubwa ambao wewe huwezi ukaweza kuyafanya. Lakini ukweli ni kuwa kuna Mungu. Wewe ambapo unasikia kwamba umepungukiwa, ndani ya moyo wako umepungukiwa, ndani ya akili zako umepungukiwa, ndani ya kutembea kwako unasikia nimepungukiwa, ama moyo wako unakwambia nimepoteza, akili zako zinakwambia nilishawacha, kuna Mungu. Nataka nipe mtu ambapo hope, mtu ambapo ametupa hope ya maisha, nimwambie kuna Mungu. Wewe ambapo umegonjeka, kuna Mungu. Wewe ambapo uko kitandani, kuna Mungu. Wewe una mtoto, jua kuna Mungu. Wewe ambapo umegonjeka na una pesa ambapo ni kwenda hospitali au katika nyumba lako, nataka nikwambie kuna Mungu. Ambapo yeye Mungu apungukiwi. Wewe ambapo unaona ndoa yako inakusumbua, labda ndoa yako inakuwa kicheko, labda ndoa yako inakuwa kuoneshana na watu, nataka nikwambie kuna Mungu. Ambapo Mungu ako na shua ako na anafanya mambo yote, na hakuna kitu asiyeweza kuifanya. Naomba tusemesane neno la Bwana na itakuwa faida. Naomba tusemesane neno la Bwana. Kitabu ambao ni cha Psalms, ambao ni Zaburi 20 verse number 9 mpaka verse number 7 mpaka verse number 9. Psalms 20 verse number 7 mpaka verse number 9. Naamini kama itakuwa faida. Naomba nisomewe. Wengine wanatumaini magari ya vita. Wengine wanatumaini magari ya vita. Na wengine farasi. Na wengine farasi zile zinajua kukimbia. Bali sisi tutalitumainia jina la Mwenyezi Mungu. Tutaitumainia jina la Mwenyezi Mungu. Mungu wetu. Wao wameshushwa chini. Hao wametumainia farasi wameshushwa chini na kuanguka. Na wakaanguka chini.
lakini sisi tunainuka na kusimama imara. Mwenyezi Mungu, mwokoe mfalme, tujibu tunapokuita. Asante kwa kusoma vizuri. Maandiko inasema vizuri, tena vizuri waziwazi, kwamba kuna watu wako katika dunia, hata si Kenya, wako katika dunia mzima. Na hao watu wako katika dunia mzima, wakati wamepata shida ama wamepata mashida mingi, wanaambiana sasa watatengeneze grupu ya WhatsApp. Ni kwa sababu wanatumainia wanadamu, ni kwa sababu wanatumainia farasi, wanatumainia magari. Wakati wanakona hiyo shida, akili zao zinawaambia kwamba tutumainie magari, si gari moja, magari. Wayahudi wanasema tutumainie farasi, si farasi moja, mafarasi. Wayahudi wanasema tutumainie, ndio mahali mtu anatumainia magari, lazima atumainie title ya shamba. Hakuna title ambapo angeweka kwa bank, hakuna kitu ambapo aweza akachukuliwa. Yaani wakati mtu anatumainia, watu wanakuwa wametumainia magari, wengine wametumainia farasi, wengine wametumainia roadbook za magari, wengine wametumainia shamba kiasi. Hakuna shamba ikifanywa value, iko na title ambapo inaonekana kwamba yaweza kumpea pesa ambapo ni sehemu kubwa. Maandiko inasema vizuri, hao wametumainia magari, na wengine wametumainia farasi, na wengine wametumainia dhahabu, na wengine wametumainia mali zile wako nazo kwa bangi. Hao wataanguka chini, hao wataanguka chini, hao wataanguka chini, ama watashushwa chini. Lakini sisi tunayemtumainia Mungu aliye hai, tutainuka juu na kutembea tena. Tutapata nguvu mpya, tutapata uwezo mpya, tutapata kuinuka kiango. Licha ya hali jinsi ilivyo, ya kwamba kuna Mungu. Heri mtu anayemtumainia Mungu. Wewe umetumainia vitu za dunia, utaanguka chini. Lakini wewe umetumainia Mungu, ambao hata ukifa utatawala tena, hata ukilala kaburini bado utatawala tena, hata ukizikwa na mchanga bado utatawala tena. Kusema jambo gani? Na kusema heri kumtumainia Bwana kuliko kutumainia vitu zitaisha. Heri kumtumainia Bwana ambapo hata change. Heri kumtumainia Bwana ambapo si wa muda wa miaka. Heri kumtumainia Bwana ambapo atakupeleka katika maisha mengine. Bwana Yesu asifiwe. Heri kumtumainia huyu Bwana ndani ya maisha yako. Heri kuinua huyu Bwana ndani ya kutembea kwako. Heri kukaa kwa Bwana, sababu ukitumainia gari yaweza ikaisha. Ayubu alipokuwa anaonekana kana kwamba ametumainia magari, akaonekana kana kwamba ametumainia farasi, akaonekana kana kwamba ametumainia mashamba, akaonekana ya kwamba kama ametumainia watoto wake. Vitu hizo zote zilisha, lakini alibaki na Jehova. Alibaki na Jehova. Alibaki na Jehova. Alibaki na Jehova. Na alibaki na Mungu. Alibaki na Mungu. Alibaki na Mungu. Lakini vitu zile zote alikuwa nazo, ukisoma kitabu cha Ayubu ama ukisoma neno la Mungu, utapata zote ziliondoka, zote zikaisha. Maandiko inanifunza vizuri kama mtoto wa Bwana ya kwamba vitu zile niko nazo zote, hata wazazi waweza wakaondoka, waweza wakaniwacha, baba niliyempenda aweza akaniwacha, lakini kuna Mungu ambapo aweze akaniwacha. Maana neno inanifunza heri kumtumainia Mungu ambapo awezi akakuacha. Heri kumtumainia Mungu ambapo awezi akakuacha. Hapa maandiko inasema kwamba farasi zitaisha,
magari itaisha, pesa zitaisha, hapo mpaka marafiki waweza wakakuacha. Lakini heri kumtumainia Mungu aliye hai. Ukitumainia Mungu aliye hai, ataweza kukusaidia na kuweza kuinua. Maana naomba sisters and brothers, wale tuko ndani ya church, wale hatuko ndani ya church, wale wanatutazama, wale wako pale barabara wanapita, mtu yote anayesikiza sauti hili, neno hili nataka nikuachie, ama hilo neno naomba nikuachie, mahali popote ulipo, heri kumtumainia Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Heri kumtumainia Mungu. Heri kutumainia Mungu kwa ndoa hiyo yako. Heri kutumainia Mungu kwa kazi hiyo yako. Heri kutumainia Mungu kwa familia yako. Heri kutumainia Mungu kwa mambo zako zote. Uweke Bwana wakuwa kumtumainia. Sababu hizi vitu vingine zote hata ukizitumainia, unajua unapotumainia Mungu hata ukifa utatawala tena. Unapomtumainia Mungu hata ukifa hautakuwa umekufa, utakuwa umelala, na mwishowe tarumbeta kama pigo utaamuka na kuraki Yesu angani. Heri kumtumainia Bwana papo si wa muda. Bwana ni asante kwa neno lako. Papo tumeisoma, heri kukutumainia wewe. Ukweli ni kuwa tumetumainia vitu zingine ambavyo huwezi kutusaidia. Ndio maana tuweka mkononi mwako. Tuomba heri kutumainia wewe papo ubadiliki. Heri kutumainia wewe papo utabadilika, bali utabaki milele na utainuliwa milele na utapewa heshima milele. Wacha tukutumainie wewe ndani ya mawazo zetu, ndani ya akili zetu, ndani ya fikira zetu, tukutumainie uliye juu. Mfalme ni asante. Nakumbea wote ambapo wako na shida yoyote, tika anayetusikiza, anayetutazama, mahali popote, roho ya kutumainia wewe, na karibu na wewe. Basi kurudie. Asante wa maiti na umetosha sifani zako. Kwa jina kuu la Yesu, aliye tena aliyeishi, tuomba na kuamini. Amen. Mungu awali wabariki na watende mema. Wacha tumtumainie Mungu ambaye habadiliki. Thank you.